Yes. Nimekuja kukuambia jambo moja. Unajua kinachoendelea kumkuta bwana Devi pamoja na familia yake? Yeah, nakumbuka. Yeah. Unakumbuka vilivyo ambavyo yeye alitufanyia ofisini kwake? Nakumbuka sana. Sasa leo mke wake amekuja kujifungua. Sasa ikiwa yeye hakuweza kutusikiliza na kuweza kufanya yale ambayo sisi tulimuomba fanye, hivi leo nafikiri leo tunasaidia ni mkewe. Tushauriane, unataka tumsaidie? Hakuna cha msaada. Mimi nafikiri tunamfanyia yale ambayo tulimfanyia mama yake. Kwisha. Haiwezekani Dr. Mati. Udokta ni kazi ya wetu. Inabidi tumfanyiwe ubinadamu. Mimi naona inatosha kwa yale ambayo tulimfanyia. Na isitoshe ile ni kazi. Atukutimiza masharti yaliyotupa. Bwana wewe ni mwanaume sawa? Alafu nina imani na wewe. Sikiliza, umesahau. Sikiliza, hakuna haja hivyo. Sikiliza, Dr. Jali. Sawa? Mimi sijui hii ni dalili ya huruma au nini? Au woga? Sikiliza, huruma wako. Hivi huruma yenu hii ndio maana mtakufa maskini bwana. Unakumbuka tulimfanyia kwa Devi pamoja na familia yake? Una mengine ya kuunga mkono? Samahani, hali ya mgonjwa sio nzuri, naomba tukamuone.
Karibu Mr. David. Nashukuru sana dokta. Vipi unaendeleaje na Mungu? Nashukuru Mungu, hali sio mbaya. Okay. Kwanza hongera sana. Wafanikiwa kupata mtoto wa kike. Wow. Ila ningependa nikawa na mama na mtoto. Mbona haraka sana? Hapana dokta, sijui ile ni mke wangu, alafu ningependa nijue anaendeleaje kwa sasa. Kwa sasa hivi itakuwa ngumu kidogo kuweza kuona kwa sababu wako chini ya uangalizi wa hospitali, wako chini ya uangalizi wetu. At least dakika 2 tu nikajua mke wangu anaendelea. Anyway, ni sawa, lakini hautoruhusiwa kwa sasa. Anyway, haina namna, ila jinsi wewe ni mwanaume na sina budi kukwambia kweli. Mimi pamoja na jopo lote la daktari kiukweli tumejitahidi sana kuokoa afya ya mkeo pamoja na mtoto. Lakini haikuwa rahisi. Una maana gani dokta? Natambua jinsi gani ulivyokuwa unampenda mkeo, lakini Mungu pia anampenda zaidi. Bado sijakuelewa. Nahisi kama unazidi kuniweka dilema. Hebu jaribu kuniweka wazi. Tumefaulu ku dokta, usikilize. Tulichofanikiwa kuokoa ni maisha ya binti yako ya mtoto. Yes, lakini kwa mkeo haikuwa rahisi. Ina maana unamaanisha kwamba mke wangu amefariki? Yeah, of course. What? Doctor. Relax, please. Relax. Relax. Doctor, usimuda wasiara. Hebu jaribu kuwa serious. Please try to calm down. Jaribu kuwa serious. I'm very serious. Katika kazi zetu hatuna jokes. Please. Sit, relax, okay? Amini, hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Unamaanisha kama mke wangu hayuko tena duniani? Ndio hicho. No, doctor, hapana, haiwezekani doctor. Doctor.